Hello, habari wakati huu na karibu katika simulizi hii. Nikusihi msikilizaji wa simulizi hii, unaweza kusahau kulike, lakini usisahau kusubscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kuruhusu kila simulizi unaipata. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Aliniacha Baada ya Kutajirika. Kama ni mara yako kwanza, hii ni Vam TV Online. Mimi Mr. King Vam. Tunarejea. Hiki ni kipande cha 4, lakini nikukumbushe kidogo yaliyopita. Gladness anasema, nilichomoa laptop nikaiweka kwenye mkoba. Acha watu wajae pale. Ilibidi nishikwe na watu wakiniomba niache kufanya fujo baada ya kuvunja kila kitu. Nilitoka mbio nikaacha mtaa pale ukiwa umejaa huyo, nikasimamisha bajaji mpaka barabarani, nikapanda daradara nikasepa. Nikamwachia hasara, nikaondoka na laptop. Niliondoka nina hasira sana. Ungeniona wakati nasimamisha bajaji, ungejua kabisa huyu sio mzima. Wallahi. Maana sio kwa fujo zile. Kilichofuata baada ya ile tukio ndicho haswa ambacho sitokisahau. Niliondoka na laptop yake. Ilipita usiku huo na kesho alikuja akiomba msamaha. Please baby, nisamehe tu, nimejifunza mengi. Nakupenda kweli. Naomba turudiane. Tuendelee kama zamani. Wakati huo nikamfukuza kama mbwa na kumwambia simtaki wala sina haja naye kwa wakati huo. Lakini kwa wakati huo Gladness anasema nilikuwa na mtoto. Nilimwambia pia nitamlea mimi mwenyewe tu. Brian alisema usiseme hivyo Glad, mpenzi wa nangu. Naomba basi hata laptop yangu, maana kuna kazi ya chuo mule na assignment kibao. Please nisamehe mpenzi. Nilimkatalia na kumwambia aondoke na sitake kumuona tena. Aliondoka zake. Jioni hiyo mama yake alinipigia simu na kuniomba yaishe. Huyo mama nilishangaa sana, siku hizi amekuwa mwema kwangu. Alichokuwa akisema ni kuwa nimsamehe Brian na tuendelee na mahusiano. Nilimjibu kwamba angekuwa yeye amefanyiwa hivyo na kufumaniwa ingekuwaje. Alinijibu ni kweli kusalitiwa inauma sana, lakini hayo ndo mahusiano na mshazaa mtoto, hivyo msamehane tu. Mwisho wa siku nilikuja kumsamehe na hatimaye alimaliza mwaka wa 3 na kuhitimu. Alipohitimu alirejea tunapokaa. Alihitimu na Mungu si athumani, akapata kazi kwenye shirika kubwa sana la Umoja wa Mataifa. Nakumbuka niliona nafasi zimetangazwa mtandaoni za kazi. Yoni. Mimi ndo nilimtaarifu na kumwambia kwamba nafasi za kazi zimetoka na form na interview. Nilimsaidia kwa kulipia form na kila kitu. Hatimaye akapata kazi. Alianza kazi na mshahara mzuri tu sana. Katika watu waliobahatika kupata kazi yenye pesa nyingi ni yeye katika shirika la kimataifa la Yoni. Alianza kuwa na kiburi tu. Yaani unaweza kumuuliza kitu akakujibu kwa hasira sana. Alianza kubadilika na kuanza kuwa msiri na mambo yake. Brian ilipita muda akapata nyumba nzuri ya kupanga na ni nyumba nzima, akanilazimisha tuhamie huko na niachane na biashara za migahawa
maana kwa sasa sina haja ya kufanya hiyo kazi alizodai ni za kiupumbavu. Lakini alisahau kwamba hizo kazi anazoziita ni za kiupumbavu ndizo zilimsomesha miaka 3 zikimlipia ada na mahitaji yote. Hizo ni kazi za kiupumbavu, achana nazo, aliniambia. Gladness anasema nilikubali kuachana na kazi zile na kumfuata alichokisema. Mwishowe tulihamia kwenye nyumba yetu aliyopanga ikiwa ni ya kisasa sana. Nikawa nimebaki na duka langu tu nililofungua kama biashara. Maisha yaliendelea, akaanza kubadilika. Alikuwa anarudi usiku sana. Ukimuuliza anadai kwamba ni kazi zimemchosha. Ukimuuliza sana ananiambia nifunge mdomo na msumbua. Siku moja nakumbuka alirejea nyumbani, na wakati nilivyotizama mfukoni kwake mwa suruali aliyokuwa amevaa kulikuwa na kondom. Nilimuuliza hizi kondom ni za nini? Hakuongea zaidi ya kunigeukia na kuanza kunipiga na kuniambia hajaleta kondom, bali ni mimi ndo nimeziingiza kondom mfukoni, na mimi nimezileta, na huenda ninaleta wanaume nyumbani. Alinipiga sana siku hiyo. Lakini baada ya muda aliniomba msamaha. Nilivumilia mengi, lakini ilipita muda akapata gari kwa mkopo kazini. Hakuna wasiwasi, maana alikuwa akilipwa pesa nyingi tu, hata akikatwa kiasi kidogo tu haikuwa na shida. Alianza kunipa marufuku hata kutoka kwenye biashara zangu. Alianza kunishtumu uongo kuwa nina wanaume wengine nje, kitu ambacho sikuwahi kukifanya. Ndio niliona maisha yanaenda tu, hatujawahi kufunga hata ndoa, hata mahali, hata kujitambulisha. Tunaishi kinyume na desturi ambayo ni ndoa. My husband, vipi kuhusu ndoa? Tunaishi tu hivi kienyeji, bila ndoa au hata utambulisho rasmi au hata mahari. Hivi ni kinyume na taratibu za kidini na kijamii. Niambie, ni lini tutafunga ndoa? Nilimuuliza hayo yote maana mtoto wetu wa kike ndo alikuwa anakaribia miaka 6 na ashaanza na chekechea, na hata ndoa hatuna. Alinijibu kuwa kuhusu ndoa niwe na subira, kwa sababu kwa sasa mambo mengi yameingiliana. Nilimwomba basi kwamba twende tukajitambulishe kwetu, maana ni aibu, tunaishi tu jamani. Aliendelea kusema niwe na subira, atafanya hivyo. Alikuwa akisafiri nje ya nchi, hata mikoani, ataondoka tu kwa kushtukiza. Yaani hata niambia kama kesho na safari. Utashangaa anaamka tu na kujiandaa. Akawa akitoka kazini, anakuja amelewa na kunitukana sana kwamba mimi si chochote kwake. Siku moja nilimfumania meseji za mwanamke kwenye simu, na nikamfuatilia yule mwanamke, nikamfahamu vizuri, nikamfuata kistaarabu tu, nikampa somo. Aachane na mume wangu, kwani tumetoka mbali sana. Yule dada alinielewa, akasema alidanganywa na Brian kwamba yupo single na hana mwanamke. Baada ya yule dada kuachana na Brian, mpenzi wangu alirudi siku hiyo na kuanza kunipiga na mkanda wa suruali kwamba mimi namtangaza mtaani. Nilimuuliza namtangaza kwa lipi, wakati ni kweli anatoka na huyo mwanamke. Alichonijibu ni kitu kimoja tu, kuwa mimi sio type yake, na tena nishazeeka na kuchakaa, na mimi ni kama kopo tu. Gladness anasema nililia sana kwa maneno yake hayo, na alitoka usiku huo na kuwasha gari na kuondoka.
Nilimsomesha mimi na kumjali mimi. Leo ananifanyia hivi. Mimi leo ananiambia mimi sio type yake. Na tena nishakuwa kama kopo. Haya maneno yaliniumiza sana. Baadaye nikapata taarifa kuwa kapandishwa cheo kazini bila yeye hata kuniambia. Akaendelea na kazi, mshahara ukaongezeka. Analipopoa, nikamuuliza analipo shilingi ngapi. Akasema subiri nitakwambia. Hataki kusema, nikamjibu basi poa, kila heri. Wakaanza kusafiri nchi tofauti tofauti kufanya hiyo kazi ya shirika la kimataifa ile la umoja Union Nation. Nyumbani akija haachi pesa, anaacha kiduchu tu. Nikamuuliza mwenzangu, za kwako unapeleka wapi? Anadai ana mambo mengi na kwamba mimi nina duka, hivyo haina haja kuniachia pesa za matumizi. Nilivumilia mengi kwa huyu mwanaume. Sikujua Brian angekuja kubadilika namna hii. I say, maana alikuwa hafanani jamani. Basi bwana, siku moja kaniambia atanitoa dina. Kuna jambo muhimu sana nataka kuniambia, maana toka tumekutana relationship, mahusiano, hakuwahi kunitoa. Nikasema poa tu. Nikajiandaa, tukapanda gari yetu, tukaelekea kwenye mgahawa mmoja ili tupate dina, na nijue anataka kuniambia nini hicho cha muhimu. Nilibaki nikijiuliza ni nini anakwenda kuniambia cha muhimu kupita maelezo. Tulipofika dina hiyo siku, akaniambia niagize chochote ninachotaka. Nikaagiza na yeye akaagiza, tukawa tunakula. Nilipomaliza tukawa tunaendelea kushushia na juice. Akaanza kuniambia, sasa Gladi, mama, nataka nikwambie kitu kimoja. I'm real sorry. Sikukwambia mapema. Ni kwa kiukweli mimi sikupendi. Na samahani nilikupotezea muda tu, samahani kwa kukuambia haya. Niliona nikifanya kimya kimya itakuwa sio poa. Nisamehe sana. Kiukweli sikupendi kabisa na hunivutii kimapenzi. Tunaweza kubaki tukawa marafiki tu, na pia kwa sababu tumeshazaa mtoto wetu Maureen. Nampenda sana Maureen wetu. Aliniambia Brian kwa msisitizo. Aliendelea kuniambia, kiukweli nina mchumba na ninampenda sana, na ndo nataka nimuoe na kumtambulisha kwetu. Hata mama yangu mzazi analijua hilo. Nini unaniambia? Upo serious? Nilishtuka sana. Nikaanza kuhema kwa nguvu kama mtu anayekata roho. Mapigo ya moyo yalibadilika na yakaanza kuenda kwa kasi ya 4G. Huku nikiwa nimepaniki kabisa, nilimuuliza mara 3 kama kweli anamaanisha kweli. Akasema anamaanisha kweli. Nilihisi kuchanganyikiwa sana. Alivyoona nimechanganyikiwa, alianza kuniambia sorry mami. Nilijikuta namwambia mwaga chozi pale kwa sauti kubwa sana. Nilianza kuongea kwa hasira huku nikilia, kweli umeamua kunifanya hivyo? Ninakupenda sana, why? Kwa nini unanifanyia hivyo? Brian akasema, samahani sana Gladi. Mpenzi, sina namna, sina hisia na wewe tena. Yaani miaka yote umenichezea, huna hisia na mimi. Ulinifanya nikashindwa kumaliza elimu yangu ya form 4. Ukanitia mimba, ukaua ndoto zangu. Hukutosheka bado, ukaja kuyaharibu maisha yangu. Ukaja kunidanganya kuwa unanipenda. Ukaja kwangu nikawa kila kitu na kugharamia. Mimi hapo nilikulipia ada chuo miaka 3, mamilioni, bado hadi ya matumizi na kupa mtoto, hukujua anakula nini. Umeharibu maisha yangu. Umenitia hasara na kunipa wakati mgumu leo. Unaniacha baada ya kunitumia.
Hukutosheka ukaniambia ni ishachakaa, nimekuoa kopo kwako. Ukweli uko wapi wewe? Wema wangu uko wapi kwako? Wewe mwanaume, niliongea huku nikiongea kwa sauti na uchungu mwingi sana. Nilijikuta nikianguka kilio pale mgahawani na kila mtu alinishangaa nilivyolia. Wewe ni msaliti, shetani mkubwa wewe. Nilikusomesha miaka 3. Leo unaniona sina maana kwako. Wewe Brian, tambua nimezana wewe na ujue mimi ni wewe. Hilo jambo halitotokea liishi na kuwa pia. Nilijikuta nikimwaga machozi. Kwa bahati mbaya nikamwagia tomato na juisi yote niliyokuwa nayo. Ndio watu wakashaanza kutuangalia, akaamua kuondoka zake. Aliniacha pale nikiwa nimejilaza. Nilifika nyumbani nikiwa nalia tu. Nilipofika nilikuta ashafika na kubeba nguo zake zote na kuondoka. Nilipanic sana. Nilimpigia simu nikamwomba yaishe zaidi, nikamwomba yaishe tuyazungumze. Nilimwambia nampenda sana, siwezi kuishi bila yeye. Aliniambia haijaisha na hana hisia na mimi, na kwamba ana mtu anampenda sana. Nilimpigia simu mama yake na kumwambia kila kitu. Mama yake aliniambia ndo maamuzi ya mwanae, yeye hawezi mpangia alichomamua, na kwamba nipambane na hali yangu. Hiyo siku nililia tu. Kesho nilianza kumtafuta, sikumpata. Mwisho enda nikagundua kweli wote, kumbe Brian na huyo mwanamke wake alikuwa shazaa naye, na pia huyo mwanamke ana mimba yake nyingine, na kwamba alipoondoka kwangu alienda kwa huyo mwanamke, na kumbe mama yake na familia yake walikuwa wanakuja wanakijua kila kitu. Niliamua kumfuata mpaka ofisini kwake. Alivyoniona aliniuliza nini kimempeleka mbele yake. Nilimweleza turudiane tu, kwani nimefanya nini jamani? Alinijibu usinipotezee muda, mimi sikupendi kama mtoto, tutalea tu. Nilikonda sana alivyoniacha. Nilikosa raha, nilikuwa na muwaza yeye tu. Nilitumia kila mbinu kumshawishi turudiane, ikashindikana. Alivyoona namsumbua sana aliniblock kila mahala. Kabla ya kuniblock alinitumia ujumbe huu wa kuniumiza. Niliumia sana. Sikupendi wewe msichana, kisichana kizee, wewe ni kopo tu, umechakaa, kwanza huna hata ladha. Pambana na hali yako, mimi sikupendi wewe, sio aina yangu kabisa, mshamba wewe. Hayo ndo maneno ya Brian alioniambia. Brian alinisumaisha mimi kwa gharama zangu hizo. Pesa mamilioni nilitumia, yangetosha kuniendeleza kiuchumi na ningekuwa mbali sana jamani, lakini hakujali kitu huyu utapeli wa mapenzi. Hii hali ilinirudisha maumivu yote ya zamani niliyopata huko mwanzoni. Leo hii ameamua kuniacha baada ya kutajirika na kuwa na maisha mazuri. Sikuwa na cha kufanya, ndo kashaamua. Baada ya siku kadha wakaanza taratibu za kufuata ili hatimaye wafunge ndoa. Siku zilienda ambapo alimpeleka huyo mwanamke wake na kwenda kumtambulisha kwa Arusha, ambapo baada ya kumtambulisha alifanya na shughuli ya ndoa. Baba kubwa, ndoa ilikuwa kubwa na kufaana sana huko Arusha. Baadaye alirejea Dar es Salaam na mke wake. Tayari ndoa na huyo mwanamke wake alikuwa na mimba na mtoto ambaye ni wa Brian. Hatimaye Brian wakaanza maisha yao mapya ya ndoa. Brian alikuwa na pesa sana na alikuwa na biashara zake tayari, na pia alikuwa akapanga nyumba ya kifahari sana. Cha ajabu aligoma kutoa pesa ya mtoto nilizaa naye. Ukimuuliza mahitaji ya mtoto atasema hana wakati, ana mamilioni ya mapesa. Alimjali tu yule mwanamke na mtoto na watoto wale. Mwanangu hakuhangaika naye, utadhani sio baba yake. Niliamua kwenda ustawi wa jamii kulalamika kwamba hatoi mahitaji ya mtoto. Aliitwa akaja, na alipohojiwa akaahidi ataanza kutoa, lakini wapi.
Muda wa kutoa mahitaji ulipotimia, hakutoa hata senti 5, na mimi nihangaike na mtoto tu. Baadaye nikasikia mkewe kajifungua mtoto, hivyo basi akawa na jumla, akawa na watoto 2 na yule mwanamke wake. Mimi niliona ni bora nimsahau tu. Niliendelea kulea mtoto mwenyewe na kukomaa na kiduka changu. Sasa kuna rafiki yangu mmoja hivi aliniona, kaanza kuniuliza habari za maisha, naendeleaje. Basi nikapiga naye story, maana alipita dukani kwangu. Sikujua huyo rafiki yake angeenda kumwambia, si akaenda kumwambia kwamba mimi naonekana najituma sana, na hata mtoto nitalea tu mwenyewe, na wala hata huyo mtoto asihesabu kuwa ni wake, maana namtunza na kumlea mwanae. Basi Brian, kwa sababu alianza kunichukia baada ya kuambiwa hayo maneno, akaanza kunihujumu na kuninyasa. Utashangaa TRA na polisi watakuja dukani, utakamatwa, utaweka ndani, sijui unauza vitu vilivyoharibika, mara na kwepa kodi, au TRA watakuja watanikadiria kodi kubwa. Niliteswa sana na hawa watu wa TRA na polisi hadi nikakoma mwenzenu. Hadi ilifika muda kiasi biashara ikaanza kujififia. Yaani Mungu abaki kuwa Mungu tu. Alikuja mdada mmoja ambaye ni TRA, akaniambia siri kwamba anayehonga maafisa wa TRA na polisi ili niteswe na kuharibiwa biashara sio mwingine, ni Brian na huyo mke wake. Sikuamini kama Brian na huyo mke wake wangekuwa na chuki namna hiyo. Jamani, yani nimesahau kwa mimi ndo nimemfikisha hapo alipo na kumsomesha mimi, pamoja na kumtafutia kazi, ndo kumefanya akawa tajiri. Alisahau hayo yote. Kibaya zaidi, akawa na hatoi mahitaji kwa mwanangu wakati ni mtoto wake wa kumzaa. Kauli hilo iliniuma, ni kuwa huyo mwanamke wake alisema akimuona mwanangu akikanyaga kwake eti anamfuata baba yake atampa sumu. Nikamuona hilo litoto lake hapo, nikasema limefuata baba yake, nitalipa sumu, likafia mbali. Hayo yote niliambiwa. Niliona ni bora nimwangukia Mungu wa mbinguni tu. Sina wazazi, sina uwezo, sina nguvu yoyote ya kunisaidia. Brian na mke wake wananinyanyasa ili biashara zangu zife. Hiyo siku niliamua kumwachia Mungu. Nilimwambia ukweli kabisa, tena baada ya kupata namba yake mpya, kwamba anajua wewe ni mke wako na mke wako mnafanya juu chini ili mnisambaratishe na mwanangu. Umeamua kumtelekeza, sawa tu. Mimi nitashitaki kwa Mungu kwa kufunga na kuomba. Alinijibu kwa dharau, ha, jinga kweli wewe Gladi. Maneno ya mkosaji hayo. Wewe mwanamke kajambe mbele ushafulia mbwa. Maneno ya Brian hayo. Hakika huyu mwanaume alikuwa mdomo sana na maneno machafu. Nilizamilia kufunga mchana na kuomba hata Mungu asikie kilio changu. Siku hiyo nilitoka saa 6 za usiku nikiwa uchi, nikanyanyua mikono juu ya mbingu, nikamlilia Mungu juu ya Brian, kuhusu kile alichonifanyia Brian na anayonitendea na jinsi nilivyomsamehe, na leo hii ananifanyia haya yote. Nililia sana nikimwomba Mungu na kumwomba afanye jambo kwa ajili yake. Niliamka nikiwa nimefunga, ilikuwa ni kufunga na kuomba, nikimlilia Mungu wa mbinguni juu ya yote yaliyonitokea. Maombi yangu ya nguvu yake, ndani ya siku 7 mtoto wa Brian mchanga akaugua ghafla, kukimbizwa hospitali, akafa. Wakiwa wanahangaika kule hospitali, yule mtoto mwingine naye aliachwa nyumbani na house girl akaenda dukani ili kuondoka tu. Mpaka dukani, yule mtoto akasogelea presha ya koki ile jikoni, ilikuwa lina chemka maharage, ikamfyatua na kumpasua, akaugua vibaya mno. Dada wa kazi anarudi, mtoto kaungua chini, amechanwa vibaya na lile jiko na kuunguzwa vibaya. Akapiga mayowe, wote wakaja na majirani
wakamkimbiza hospitali. Mtoto akawa na hali mbaya, akaingizwa ICU. Na usiku wa siku hiyo akafariki. Brian akapata vifo viwili kwa mpigo siku moja yaliyojiri. Hapo sasa. Yaani unaambiwa ilikuwa ni huzuni sana kwake. Alipata msiba wa kumshtusha sana, kiasi cha kumfanya changanyikiwe. Yule msichana wake wa kazi, niliambiwa alimpiga karibu amuoe na kumtia ulemavu, akimlaumu ni uzembe wake kafanya hadi mtoto wake kafa. Kutokana na kifo cha msiba na mipango ya mazishi, waliamua watoto wapelekwe kwao Arusha, wakazikwe huko. Walisafirisha miili hadi Arusha na watoto wake wakaenda kuwazika huko. Aliondoka na msafara na kuonyesha ufahari kwamba yeye ana pesa na ana jeuri kule kwao. Sasa unaambiwa hapo ndo nilianza kulalamikiwa, nikiitwa mchawi na kusemwa mimi ndo nimeuawa naye. Ikawa mama yake ndo anasema hivyo. Sasa kumbe dunia nzima inayojua ukweli, sijui ni nani wa ukoo wao akaibuka maneno msibani kwamba huyu Brian alisomeshwa na mimi kwa mamilioni na kila kitu nilikuwa namgharamia mimi. Na yeye alienda kulisema hilo ni ndugu yake wa upande wa baba mdogo wake ambaye tunaishi naye huko Dar, na alikuwa anajua maisha yetu huko Dar na kuanzia enzi hizo na kila hatua mimi na Brian, na alikuwa hadi akija kututembelea na kuniita shem. Yule kaka aliwaambia watu mkanda wote kwamba bwana huyu Brian alisomeshwa na mwanamke mmoja ambaye ni mimi, na walinifahamu na ndo alikuwa mchumba wake wa halali, na wamezaa mtoto. Baada ya jamaa kufanikiwa, akaamua kumwacha na kumkaa na huyo mwanamke na kumwacha kwa aibu, akimfuata mwanamke mwingine. Baada ya kueleza yote, ndo hilo jambo likageuka habari hapo msibani, na hata baadhi walioshtumu mchawi wakaanza kujua huenda ni Mungu. Alikasirika. Baada ya msiba, ndo Brian akawekwa chini na wazee wa ukoo wake na kuanza kuambiwa kwamba hakufuata taratibu sahihi kunihusu mimi, na kwamba huo ni usaliti mbaya sana. Dhambi yake ina malipo hapa hapa duniani. Wazee walimtaka aniombe msamaha na mtoto tuliyezaa naye amhudumie na kumpa matunzo anayostahili. Lakini yeye aligoma, akatakata, akasema hawezi kumsaidia mchawi ambaye ndo alinishtumu mimi. Basi walimaliza msiba wakarudi Dar es Salaam. Hapo ndo hakuna rangi sikuiona mwenze. Alianza kunitumia message za vitisho na kuniambia kuwa mimi ni mchawi, ndo nimeua wanaye na kwamba atanionyesha mimi ni nani. Siku hiyo nipo dukani, ghafla wakaja watu wakanivamia na kunisukuma na kuingia dukani na kupola pesa zote zilizokuwepo kwenye draw ya pesa zaidi ya 800,000. Napiga moyo, watu washatoweka. Nilienda hadi polisi nikaripoti, na wakasema watanisaidia kupeleleza, lakini wangenisaidiaje vipi wakati watu wenyewe siwafahamu? Lile tukio liliniuma sana, kwani ni kama kurudishwa hatua nyuma zaidi. Gladness anaendelea kutupa mkasa mzima na story zima. Sikujali, nilimuita Mungu na kumuomba nisonge mbele, japo niliomba sana. Niliomba kimaisha sana, kiasi cha kufanya mtoto ambaye ndo huyo ndo alikuwa kaingia la kwanza shule binafsi, kabidi nikamtoe huko nimpeleke shule za serikali tu. Roho iliniuma sana, maana nilikuwa sitaki mwanangu aje kusoma kwa shida kama ilivyo mimi nilivyopitia. Nasema aje kusoma shule nzuri na elimu bora, lakini mambo yamegeuka kinyume. Leo mwanangu naenda kumtoa shule kwa sababu kutolipa ada, na mpeleka shule za serikali. Iliniuma sana. Baada ya mtoto kuanza shule za serikali,
Kisha mtu mmoja akanishauri niwasiliane na baba yake tufanye ili amlipie mtoto ada. Nilijaribu kuwasiliana na Brian na mtoto aling'ang'ania anataka amuone baba yake. Nilijiuliza mtoto atamuonaje baba yake, ili hali yule mwanamke wa Brian ashadai kwamba mwanangu akikanyaga kwake atampa sumu. Niliona ni bora huyu mtoto nimpeleke huko kazini kwa baba yake. Nilimpeleka hadi getini huko kazini kwake. Hatimaye alionana na baba yake, na alipoonana na Brian alianza kumfokea mtoto akimwambia, mbona kama mimi sio baba yako? Anamwambia mtoto kwamba huenda yeye sio mwanae na hawezi kuzaa na mwanamke mchawi ambaye ndo mimi. Basi aliongea na mtoto utadhani sio baba yake. Alirudi na mtoto hadi getini, nikamwelekeza pale kwamba mtoto nimemtoa shuleni kwa sababu ya kukosa ada. Alichonijibu ni kwamba sasa mimi nikusaidieje? Nikusaidie nini? Huyu mtoto nahisi hata sio wangu. Sio wa kwangu kabisa. Maana wa kwangu alishakufa. Pambana na mzigo wako. Aliniambia huku akinitizama kwa dharau sana. Nilimwambia kweli ni yeye anatoa hayo maneno kwa mwanae wa kumzaa. Alinijibu kwamba huo ndo ukweli na nisimsumbue tena kuanzia siku hiyo, na akasema huyu mtoto hataki kumuona. Ameshaapa kwa Mungu kuwa huyu mtoto hamtaki na hatokaa amtake tena, na kiujumla alimkana mwanae. Niliondoka na mwanangu. Njiani nilikuwa naondoka na chozi. Nilidondokwa na machozi na maisha yakaendelea, huku nikiishi maisha ya magumu sana. Hata wale vijana ni yeye aliwatuma. Niliendelea na maisha na yeye aliendelea na maisha yake mazuri tu. Siku moja nikiwa dukani nauza, alipita kaka mmoja aliyekuja dukani. Alikuja kwa ajili ya kutoa pesa na kwamba simu yake ilikuwa na tatizo la kushindwa kutoa pesa. Ile amefika dukani alikuwa ni mkaka mtanashati, handsome na mcheshi sana, mwenye tabasamu la kipekee. Alinieleza kwamba ana tatizo la kushindwa kutoa pesa kwenye mpesa yake na amezunguka maduka kadha, ameshindwa kufanikiwa kutoa hela. Tabasamu lake lilinifanya nijikute na tabasamu mbele yake na kumwambia, usijali, leta simu yako nikusaidie. Nilimsaidia hadi kuwapigia Vodacom na kurekebisha kila kitu. Hatimaye akafanikiwa kutoa pesa yake vizuri tu. Alifurahi sana na kunishukuru sana. Alikuwa handsome, mcheshi, mwenye tabasamu la kipekee. Alifurahi basi akaagiza na soda akawa anakunywa pale. Nilimuuliza jina lake, anaitwa nani? Kwa kutabasamu akaniambia naitwa Joshua. Tulijikuta tukianza kuongea mambo mawili matatu na akamaliza akaondoka zake. Akaniaga akitabasamu hadi akaondoka. Nilijiuliza, huyu ni mkaka wa aina gani? Mbona mzuri hivi? Mbona mcheshi hivi? Hivi huyu mpenzi wake huwa anakasirika kweli? Kilichonishangaza ni yule mkaka kubaki kwenye kichwa changu. Hadi nafunga duka alikuwa ni Joshua tu yupo kichwani mwangu. Kila sekunde ni Joshua. Najikuta na muwaza yetu na kucheka hovyo. Kuna wakati hata najiuliza nafsini, kwa nini nimezimika kwa huyo mwanaume Joshua? Kwa nini namuwaza yeye tu? Zilipita siku kadha bila kumuona toka siku alivyokuja dukani. Siku hiyo nikiwa dukani mida mchana, nikaona gari ndogo ikapaki mbele ya duka langu. Kushuka ni yule mwanaume. Najikuta moyo ukienda mbio. Mwenzenu alikuja kanisalimia kuniambia anapita tu, kaona nisalimie tu. Nilimshukuru sana, nikajikuta namuuliza anaishi wapi. Akaniambia napoishi. Basi akaniambia kuwa mimi ni msichana mwema sana na nina moyo mzuri sana. Nilimshukuru sana. Basi mwenzenu siku moja siku zikasogea. Siku moja akapita akanisalimia akaniambia kama
hutokasirika, tafadhali waweza kunipa namba yako ya simu? Aliniambia bila shaka. Najikuta na mpa namba yangu ya simu. Jioni hiyo alinitumia message akajitambulisha na tukaanza kuchati mimi na yeye. Tulichati sana, akaniuliza kama nina mtu, nikamwambia sina. Na yeye jibu lake alidai hana mtu. Nilimuuliza Joshua sababu ya kutokuwa na mahusiano mpaka leo hii ni nini? Ni mazito Gladi. Acha tu, aliniambia kuonyesha kuna kitu hakipo sawa. Mwishowe akaniambia tuwe marafiki tu. Nilikubali, tukaanza kuwa marafiki mimi na yeye. Utazani alikuwa malaika haki vile. Namwambia kwa sababu alikuwa mcheshi, yani hata uwe na stressi atakufanya ucheke tu na kukuliwaza muda wote na kukufariji muda wote mkiwa mna chati au kupigiana simu. Ilipita kama miezi miwili tukiwa tuna chati, na atakuja dukani kunijulia hali. Siku hiyo tukapanga tukakutane mahara tuongee mawili matatu kuhusu maisha ili tukapunge upepo. Siku iliyofuata akanipatia na gari yake, tukaenda mahara na tukaagiza chakula. Basi tukaanza kupeana historia ya maisha. Alinieleza mengi na uchungu kwamba alikuwa na msichana anampenda kwa moyo wake wote, na hivyo akamsaliti wakiwa chuoni. Akaamua kutembea na mkuu wa chuo na kumwacha kwenye mataa, kisa hakuwa na pesa wala nini. Akaniambia huyu msichana bado yupo na huyo mkuu wa chuo, japo alishamaliza chuo na yeye akawa ameajiriwa. Aliongea kwa machungu sana kwa jinsi alivyotendewa na huyo mwanamke. Tabasamu la Joshua na ucheshi niliozoea likapotea pale pale ghafla, akieleza kwa jinsi alivyoumizwa na yule binti, kwa sababu yule binti akafata pesa kwa mkuu wa chuo. Nilijikuta nikitokwa na chozi, maana mahusiano yanauma mno. Na kaka wa watu alikuwa akitabasamu, kumbe alikuwa na yake ya moyoni. Nilimtia moyo sana na kumwambia asijali, na mimi nimepitia mazito mno. Aliniuliza, yapi hayo? Yapi hayo Gladi umepitia? Hapo ndo nikaanza kumweleza mambo yalivyoanza na Brian, maisha yangu nilivyomweleza yote, na nikaanza kulia na kumbuka mateso yote niliyowahi kupitia duniani. Joshua alinionea huruma mno na akaanza kunifariji, naye kunitia moyo kwamba nisijali, tuko pamoja, na aliniahidi atanisaidia. Basi tulikula tukamaliza tukaagana, na alinileta hadi nyumbani na gari yake. Akaniacha shilingi 100,000, akaniambia kama kunipa tu. Zilipita siku kadhaa, simu yangu ikaleta shida, ikawa inazima na kuwaka. Nikamuuliza sababu kwa nini wakati mwingine sipo hewani. Jamani, nilivyomwambia sababu ya kutokuwa hewani tu, ilipita hiyo siku. Ya kesho yake nikawa dukani saa 4, alikuja mkaka kaniletea box kuuliza, akasema ni zawadi yako amepewa aniletea. Nilimuuliza ni kutoka kwa nani, akasema nifungue. Akaondoka zake. Kufungua hiyo nikakuta Joshua alikuwa ni simu mpya ya kisasa, Samsung ya 8,000 mpya. Sikuamini haki vile. Nilijiuliza why anafanya haya yote kwangu. Najua atakuwa ananipenda bila shaka, na mimi nilishakufa na kuoza juu yake toka siku za mwanzo. Nilitamani aniambie tu. Zilipita siku kadhaa, akaniambia ananipenda sana, na toka siku hiyo ya kwanza kuniona alishindwa kudhibiti hisia na ananipenda mno, na mimi nilimwambia nampenda sana kuliko chochote. Na mimi nilimzimikia toka siku ya kwanza tu. Tulijikuta kumbe kila mmoja alipatwa na hisia kali, akapigwa na radi ya kihisia toka siku ya kwanza tu. We love for each other. Hatari. Tulijikuta tunaanza mahusiano, na aliniahidi kuwa baba wa mtoto wangu, yani Brian,
alimkana mwanangu, basi atamtunza na kumsomesha mwanangu kama mtoto wake. Aliniambia tu cha kufanya hapo nisimwambie mtu chochote kile, nimuulize Brian kwa mara ya mwisho kwamba yupo tayari kumkubali mtoto wake au hapana, na niulize familia yake, nimtafute Brian na kumuuliza kwa mara ya mwisho kwamba mtoto ni wake. Je, atamsomesha au ndo anaendelea na msimamo wake wa kumkana? Cha kusikitisha, Brian aliapa na kuniambia hamtaki wala kumuona mwanangu na kwamba hamtambui kama mtoto wake na nisimsumbue tena kuanzia leo, na atamdhuru mwanangu kama nitaendelea kumsumbua. Na alichokifanya, aliandika barua na kuwatumia ndugu zake na ndugu zangu kuambia kwamba hamtambui mwanangu na hajawahi kuzaa na mimi. Na mama yake alinipigia simu na kunionya kwamba na mpa kazi mwanae mtoto. Kila mtu alishangaa sana, miaka yote tumlea mtoto, leo amkane. Hata ndugu zake walimshangaa kwamba hawajakana mtoto, na wakati siku zote wanajua hilo. Hata wajomba zangu na ndugu walitaka kumchukulia hatua, kwani amkatai mtoto. Niliwaambia wasiwe na wasiwasi na hofu, nitalea mwenyewe, maana siku zote ninamlea mwenyewe. Hilo timbwili lilichukua kama wiki. Nilimweleza Joshua kila kitu, basi akaniambia huo ni ushahidi mzuri, Brian kajifunga mwenyewe, kwani ashamkana mtoto kimaandishi kwa zile barua na mdomo kwa kuambia hadi nduguze. Basi tukaendelea na mahusiano na Joshua bila kufanya chochote, akawa kila shida ananitatulia. Tulikaa hadi siku moja akaja kwangu, tulipanga hiyo siku tufanye mapenzi kwa mara ya kwanza. Alikuja kwangu nikamkaribisha, ghafla simu yangu ikaingia SMS ya kushangaza, ujumbe ulioandikwa kwamba hivi Gladi, umesikia kwamba Brian amefukuzwa kazi leo na ana kesi mbaya sana. Nilishiwa na nguvu, ambapo ni kwa nini Brian alifukuzwa kazi? Basi nikwambia kipande cha 5 tutajua yote. Ni kwa nini Brian alifukuzwa kazi. Mungu wa neema huinua wenye wito wake. Kongole Gladness amepata Mungu ambaye yani I think Gladness atafanya mapenzi kwa raha yote. Ni wewe tu kuhakikisha unakuwa nami kipande cha 5. Hakikisha una subscribe tuwe wote, na kutakia wasaa mwema. Hakuna matata. Hii ni Vam TV Online. Tukutane katika kipande cha 5.